Bwana asifiwe. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa 3 na 4. Kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa 3 na 4. Neno la Mungu linasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hapa kwa ila. Bwana asifiwe. Basi andika jitakasa. Andika jitakasa. Jitakasa. Maana tunakwenda wapi? Katika mlima wa Bwana. Na Mungu anasema atakayekwenda huko ni ujasiri wa kwenda mikono iwe ndani yake, kusiwe na udanganyifu wa aina yoyote, bali kuwe na ndio iliyo ndio na sio ambayo ni sio. Bwana asifiwe. Sasa jitakase. Jitakase. Bwana Yesu anasema ujitakase. Ninaomba nisome sasa neno la Mungu ambalo litatuongoza kutoka katika Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 10. Mpaka wa 10 nasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walijulika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe. Zakayo anasemaje? Anasema kwamba ikiwa nimemdhulumu mtu kwa hila, nikamnyang'anya mali yake kwa hila. Na neno la Mungu katika Zaburi ya 24 mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, nani atakayepanda juu ya mlima wa Bwana? Ni yeye aliye na mikono safi na moyo mweupe, ambaye midomo yake haikunena hila. Bwana asifiwe. Zakayo alifanyaje? Alipanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu, lakini mikono yake ilikuwa michafu na moyo wake haukuwa mweupe. Kwa nini? Kwa sababu kwa maneno yake alidanganya, alidhulumu watu kwa hila. Akafanyaje? Bwana Yesu anasema, nimekuja nishinde nyumbani wako leo. Bwana asifiwe. Alimuona alipofanya juhudi gani za kupanda katika mkuyu. Maombi yetu yamebeba kichwa cha somo kwa wale waliokuwa waaminifu, ambao wamekuwa akija katika maombi. Kichwa cha maombi yetu, neno la Mungu katika maombi yetu limebeba kichwa cha somo kinasemaje? Chukua maiki sana, mpelekee mtu yote unayemtaka, halafu aniambie. Chukua maiki, mpelekee mtu yote unayemtaka, halafu aniambie kwamba kichwa cha somo kinasemaje. Unampiga hapa, utakilinda kama hata mtu yote unayemtaka. Mwambie kichwa cha somo katika maombi yetu. Wewe mchagua mtu ambaye mchagua kudhibiti. Bwana asifiwe. Ndio kisomo cha wiki maombi baada ya kufunga tunasema itambue na ing'ang'anie haki yako. Hiyo tumshangilie Mungu kwa ajili ya wewe. Bwana asifiwe. Yaani kwamba unang'ang'ania haki ambayo umeitambua. Bwana asifiwe.
haki unayoangalia sharti uitakue. Maana Yesu alisema heri njaa na kiu ya haki, maana watajibishwa. Wenye njaa na kiu wanajua. Mtu ambaye ana kiu asijue kwamba anahitaji maji, anajaa asijue kwamba anahitaji chakula, huyo ana shida, huyo ana matatizo. Sasa sharti ujue kwamba mimi nina njaa na mimi nina kiu. Na ukweli wa mambo, mtu anayejitambua kwamba ana njaa na kiu yuko hai huyo, tena ana afya. Bwana asifiwe. Wagonjwa walioko huko hospitali, mji kwanza unampelekea ugali mgonjwa. Ugali unaopika unakula wewe, mwenye afya yako mgonjwa umpelekea, unapeleka nini? Kitu ambacho anaweza akameza kwa urahisi. Maana hata kumeza kwake shida, kutafuna kwake shida. Kwa nini? Mgonjwa akitafuna ugali ataweza. Ukiona anaweza kutafuna ugali ukaanza kupata nafuu, afya yake inaanza kuwa nzuri, mpaka ugali anakula anamaliza. Waambie daktari mzuri huyo uko nzuri. Anasema hiyo ni njaa tu ya haki. Maana hawa watashibishwa. Hadi kwa sababu ili ujue kwamba ni njaa. Njaa uwe mzima, mwenye afya. Anasifiwa. Nishati uwe mzima, afya yako iwe safi. Ndio kwamba nahitaji maji, nahitaji chakula. Sasa bahati mbaya, kama ufahamu kwamba unahitaji maji ya kunywa, kama ufahamu kwamba unahitaji chakula, wewe sio mzima. Wewe sio mzima. Zakayo akasimama pamoja na wewe, akasema, niliposikia sifa za Bwana Yesu nilipanda juu ya mkuyu. Bwana asifiwe. Nilipanda juu ya mkuyu. Bwana asifiwe. Nilipanda juu ya mkuyu. Wewe ndio Mungu anasema kwamba ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni mtu mwenye mikono safi na moyo mweupe. Huyo ndiye atakayepanda. Na kujua kwamba kila moyo wako ni mweupe na mikono yako ni safi, ni vile midomo yako isiponena hila, isiponena ubatili, isiponena uongo. Maana kijazacho moyo ndicho kimtokacho mtu. Na hivyo Mungu anasema utapanda katika mlima wa Bwana ikiwa moyo wako ni mweupe na mikono yako ni safi. Sasa kitu cha somo leo kinasemaje? Jitakase. Jitakase. Kwa nini? Kwa sababu unakwenda mlimani. Unakwenda katika mlima wa Bwana. Nishati jitakase. Moyo wako uwe mweupe, mikono yako ni safi. Bwana asifiwe. Mikono yako iwe safi, moyo wako uwe mweupe. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ana chakula, Bwana ana maji kwa ajili yako. Na maji haya na chakula chake ni hili neno ambalo nasema nami na wewe mchana wa leo. Neno la Mungu linasema Bwana Yesu alikuwa anatembea, akapita mahali panaitwa Yeriko. Na nyinyi mnajua Yeriko ilipokuwa. Asubuhi nimewaambia habari za yule mtu askari wa Israeli. Alikuwa anaitwa nani? Katika Yoshua 7, yule aliyeiba nini? Aliiba vitu vya thamani vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Alikuwa anaitwa nani? Anaitwa nani? Unajua ni wazee wa kanisa. Hawajibu msanii. Wajibu wale. Siku zote kazi ya kusoma Biblia usiku na mchana. Kuna watu hata Biblia yenyewe ukimwambia tangu mwezi ule waanza mpaka leo unasoma mara ngapi? Siku moja hajakuwa hiyo Biblia. Sasa hata hakani mwenyewe anajua anapatikana wapi. Bwana asifiwe. Yeriko ni mahali ambako wana wa Israeli walipovuka Yordani wakafika kwenye ngome, wakaizunguka, ikabomoka, wakamteka mateka, lakini mtu mmoja akaleta shida. Akanajisi jeshi la Israeli. Akalifanya jeshi la Israeli kupigwa na adui wachache. Wale adui wachache walipowapiga wakawafukuza, wakaua watu 36. Na watu wale walikuwa wachache.
wazee wakaingia kwenye kuomba tangu asubuhi mpaka jioni. Yoshua na wazee wa Israeli wakaingia kwenye kuomba, Mungu, bwana, tunafanya vita kubwa Yeriko, tumeteka mateka kila kitu, kuna nini kimetokea? Bwana asifiwe. Leo Mungu anasema hivi, ing'ang'anie haki yako kwanza, uitambue, halafu uing'ang'anie hiyo haki. Yule alitamani kitu kidogo kabisa. Mungu alitaka kuwapa ufalme wana wa Israeli katika nchi ambayo imemilikiwa maziwa na asali. Yeye akakuta kila kitu kipande kidogo cha dhahabu pale na kila kitu ile usia nini, akachukua akaenda kuficha nyumbani kwake, akaona inatosha. Kumbe Mungu alikuwa ana mpango wa kuwapa ufalme, kuwapa nchi ya Kanaani na maziwa yake yote na asali yake inayomiminika. Akaikosa asali, akaikosa maziwa, yeye pamoja na familia yake. Kwa nini? Kwa sababu hakusikia maagizo, hakupokea kile kilichoagizwa na Mungu. Basi akajikuta amefanya kitu kibaya. Bwana asifiwe. Ninaposema jitakase, kwa kuwa hiyo haki ambayo nataka uing'ang'anie, ningekuwa na muda, kwa sababu tunahitaji kuomba, ningekuonyesha mahali gani ambapo yule bwana alisimama katika haki yake. Akani alisimama katika haki yake kwa ujasiri. Maana alipoulizwa, Akani, kwa nini? Mbona umeficha hiyo dhahabu? Mbona umeficha hiyo? Kwa nini? Akasema, nilipoviona nikaona vinapendeza, vinafaa. Nikaviona hivi kwa kweli vinanifaa. Nimeona kama vile itakuwa ni utajiri, nikaficha. Haki yake aliyestahili kwa kutokutimiza wajibu. Maana siku ya kwanza kabisa nimemwambia, ili upate haki yako sharti ufanye nini? Utimize nini? Hizi shida zinatoka kwa Mungu. Sisi wenyewe hakuna Mungu. Usiki. Mungu hausiki. Kama ujui jaza, Mungu hausiki. Hausiki. Bwana asifiwe. Yule kijana hakutimiza wajibu wake, ndio maana hakupata haki ya kurithi ufalme wa nchi ya Kanaani. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa mwaminifu. Alichopata ni haki gani? Alichopata ni haki ya kuuawa. Alichopata ni haki ya kuuawa yeye pamoja na nyumba yake. Haya maombi yanayoendelea ni kuwa maombi ya kuua vilivyomo ndani yako. Wako watu wamehifadhi hasira. Hasira imebaki kuwa ndo muhimili wa maisha yake. Akitakasirika, akiamua na kwake kaamua, hata useme nini, huyu asipokuwa hiyo hasira zinamuua yeye. Kwani hasira ukasirika usiposamehe, Mungu sikasema usiposamehe watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Kama ukusamehe ukaifanya hasira, ile hasira ikigeuka inakuwa inakuua. Sasa cha kufanya katika maombi haya ni vile usihifadhi hasira ikawa rafiki yako, kwa sababu yenyewe inakuua. Ukihifadhi tamaa, watu wamehifadhi tamaa, na tamaa mbaya, tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima haitoki kwa Mungu. Ukihifadhi ikaonekana kwamba rafiki yako, itakugeuka, itakuua. Watu wamehifadhi uzembe ambao hawakubaliki katika maisha yao. Maana neno linaambia, Suleiman anasema, mtu mzembe nenda kamuulize nani yule mtu mdogo yule nani, chungu yule, wale hawana nyapara wala hatujui anaongea lugha gani. Chungu hatujui anaongea lugha gani. Unaweza kuwakuta wengi wana hasira yako, wasagesaje wamalize kwa maelfu yao. Wakisha kukaa sawa wale hawajui kama kuna zetu wanaingia tena, kwa sababu wanaingia brao na jambo lao akawekamilisha. Mungu anasema kwamba kamuulize nani kakwambia wananyapara, wale wananyapara. Sasa hii kama mimi nyama leo ni nini, nyama leo jina lako hayo tunakwenda pamoja tukafanya watu wanahifadhi tamaa mbaya. Hizo tamaa
ukiendelea kuzikumbatia ni tatizo. Watu wanahifadhi kiburi, unakwenda kiburi. Kila mtu akikwambia, kiongozi anakwambia hili, wewe unaamka ukishakataa basi ndio niambie nisikubali. Hicho kiburi ukikaa nacho hicho, usijue kwamba mwenye kiburi Suleiman anamwambia kitamua hicho kiburi, mwisho wake atakugeuka. Kwenye maombi haya ni maombi maalum kwa ajili ya watu kung'ang'ania hapa kujitakasa. Bwana asifiwe. Jamani, hivi ngoja hapa sasa hivi kitu mmoja na ule watu wote, niambieni mtu yote kama alipotoka nyumbani leo asubuhi kuja kanisani hakuoga. Amka tu, hakupiga mswaki, hakuoga, hakufanya chochote, kaishia kuvaa nguo na kuondoka kuja kanisani. Naomba nyosha mkono na msaidie. Si umelala usingizi, umepitwa na usingizi, ukajikuta umeamka saa 4 kasoro. Saa 4 kasoro. Leo kanisa nyingine. Ulichukua gari lako. Ondoka. Wewe. Kisha mkono nyoe. Kwamba umekuja hivi kwa sababu unampenda sana Yesu. Na mapendo umejikuta umejea. Na uoga utakukelea. Mwisho mkono msaidie. Kwamba usirudie. Maana yake ili maana yake haya si mambo ya mwili, haya ni mambo ya mwili. Yesu zaidi sana mambo ya roho. Ninachokwambia ni mambo ya roho. Ni mambo ya roho. Ukiwa msafi ukaamini sana katika mambo ya mwili, kwa mambo zaidi katika mambo ya roho. Bwana atusaidie. Leo Mungu anasema jitakase. Akaamini, anasema kwamba mimi kweli nimeficha zawadi aliyoipata, haki aliyoipata nifanyaje? Kuuawa ili safari iendelee. Usipokuwa haya ambayo unaona ndani yako ni haki, lakini una hakika ya kinyume na Mungu, safari haiendelei. Wewe utaendelea kwa vile katika roho umeachwa. Nani anakubali bwana katika hiyo safari? Yesu anakuja alafu waje. Kwa sababu wanasema umeweka kinyongo kwa mtu, umeweka kiburi, umeweka tamaa na uongo na hila na kila kitu mwako umechafuka, sio mweupe. Utakubali wewe ubaki kwenye safari wakati mwingine basi simama atakapotoka. Bwana tusaidie. Anasifiwe. Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana ni mtu mwenye mikono safi na moyo mweupe. Mwenzako Zakayo atakuja kusimama. Amesemaje? Anasema neno la Mungu kwamba alikuwepo Farisayo mmoja, mtoza ushuru mmoja, mkubwa katika watoza ushuru. Bwana asifiwe. Huyo mtu alikuwa mkubwa katika watoza ushuru huko TRA. Mkubwa wao ndio Ayubu sana. Yule mkubwa katika watoza ushuru. Yule mkubwa katika watoza ushuru, bahati mbaya kilichokosekana kwake nini katika umile lake? Kakosa nini? Kimo. Kakosa nini? Kimo. Kakosa kimo. Alikuwa na mfano yule rafiki yako yule Samuti anakuja hapa kashalewa. Kashalewa usiku haonekani. Yule kimuuza ili muone Yesu. Kaona kama moja ni wapi? Nipande juu ya mlima wa Bwana ili Bwana mwenyewe anione. Bwana asifiwe. Akapanda juu ya mkuyu, kupanda juu ya mkuyu, akafika kwenye mkuyu, ndio kafanyaje? Ndio kapata kumuona. Na sijui kama pale Bwana Yesu asingesema Zakayo shuka, sijui kama angejua kwamba kapita Yesu. Kwa sababu Yesu hata waliokamata wale walijua mpaka wanatokea msaliti. Bwana asifiwe. Usisaliti nafsi yako kwa tamaa, kwa uongo, kwa kiburi, kwa unafiki, kwa hila, kwa chochote kile ambacho kimpendezi Mungu. Ukisaliti nafsi yako wewe Bwana Yesu atakuona. Wanadamu hatakuona. Wale sio walikuwa wanamtafuta mpaka wapate msaliti. Aseme nataka kukusu ndio huyo. Sasa atakukusu nani? Unataka kukusu? Ibusu nafsi yako Bwana Yesu akuone kwa kupanda juu ya mlima wa maombi. Bwana asifiwe. Panda juu ya mlima wa maombi kwa kweli na ndugu zake ili Bwana akuone.
akwambie choka, nimekuona. Choka nimekuona kwa sababu nia yako wewe ni kuniona mimi na utaniona hapa tulikwambia choka ataingia nyumbani mwako. Yesu anataka aingie ndani yako. Wewe mbona unaingia ndani ya Yesu? Kitu gani kimekusumbua wewe? Kitu gani? Mbona inaonekana Mungu naye asikia. Kuna mahali anasema watu hao niabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Ngoja usiwaambie Isaya, maana ukiwaambia habari zangu wasije wakaelewa, alafu akapoka tubu, alafu nikawaponya. Maana mimi nishawatazama sana hawa, naona wana shida. Sasa yote haya yakitoka kule, kwa maana sisi hatumo. Sisi Bwana Yesu anafanya gharama zote. Yaani ukifanya kinyume ni wewe na akili yako. Lakini Yesu ashatupa neema ya ajabu kabisa kwamba tupatane twende pamoja. Kasema Injili ya Mathayo sura 18 mstari wa 18 na 19 kwamba mkipatana wawili watatu, ombeni lolote mtafanya. Amini nawaambia, mtakapofunga lolote hapa duniani mimi nitafunga mbinguni. Mtakapofungua hapa duniani mimi nitafungua mbinguni. Bwana Yesu anasema hivi, lakini anataka kuona watu waliopatana kufunga na kufungua duniani ili afunge na kufungua mbinguni. Wana mikono safi, wana moyo mweupe, wamepatana kwa jambo moja, wanaomba kwa mtu ili wale kanisa lile lililokuliomba wakati Petro kafungwa kule na minyororo. Mungu asiyeona moyo mweupe na mikono safi ametuma malaika akafungua Petro. Vifungo vingi bado vimefunga watu. Kwa nini? Kwa sababu mikono imechafuka, mioyo imechafuka, midomo imejaa hila na uongo, midomo imejaa kila namna unafiki. Sasa si wakati wa kupona huu. Usipotaka kupona unategemea nani atakayekuponya? Bwana tusaidie. Zakayo. Ngoja niwaambie takasa. Ngoja tupate maneno mengine. Tupate maneno ya Zakayo atatosha. Kwa sababu Yesu anapanda mbinguni na Yesu ashaingia ndani. Sasa kama kaingia ndani na Yesu tayari kashatubu, kasema mimi hata kinyang'anya mtu kwa hila namrudishia. Alipomrudishia pale Yesu pale alitoka, alibaki kwa Zakayo yule. Kimo kilibaki kwa mfupi na kule katika starehe alibaki kwa bosi, lakini alikuwa bosi mwaminifu. Bwana asifiwe. Alikuwa bosi mwaminifu ambaye tayari kasharudisha watu wale wadhulumu mali zao na kashabadilika na takasika. Maana yeye mwana wa Ibrahimu. Wewe mwana wa Ibrahimu, umesikia maneno mengi. Nishati mpokee, ubadilike ili utakasike. Bwana Yesu ajivunie kwa watu wangu wabaya, amesikia neno langu naye amebadilika. Usiseme tu heri mabinti unyonya, heri tuko ile kuzaa mtoto. Alifika hapo na wewe. Inakuwa heri asijae maneno ya Mungu na kuyatenda. Sikia maneno ya Mungu na kuyatenda. Wewe sema kama mtume yeye leo na kauli mtume. Asema leo. Kasema nini? Kauli kitu gani? Asema jitakase. Upande katika mlima wa Bwana. Takasa mikono yako, takasa moyo wako. Badilika kuja kwa mabadiliko. Hata wewe tuone fulani ambaye na yeye pia alikuwa mfano wako kama ulivyo wewe, lakini yeye mwenzako ana kitu kakipata. Bwana asifiwe. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume sura ya 9. Ninasoma mstari wa 4 mpaka wa 9, kisha tutasoma mstari wa 17 mpaka 22 katika sura hiyo. Mstari wa sura ya 9 mstari wa 4 mpaka 9, neno la Mungu linasema ngoja tuanze mstari wa kwanza, kwa sababu katikati hapa tunaweza tukaingia katika hadithi ambayo hatuielewi. Hadithi hii inaanza hivi: lakini Sauli akizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu akataka ampe barua ya kwenda Dameski. Akataka ampe barua za kwenda Dameski, sio barua moja, zile zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake wafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa
alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski. Yaani katika safari yake alikuwa anakaribia kabisa kwenda kutimiza azima yake ya kuwakamata hawa watu. Alipokaribia ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Kumbe nuru hii tunayoiona sisi hapa haijatoka mbinguni. Lazima mfahamu hiyo nuru haikutoka mbinguni. Maana ukitaja mbinguni watu usitaje lile jua haliko mbinguni. Liko hapa. Unaelewa jamani? Wewe muelewe sana kwamba mbinguni sio hapa nilipojua. Hapa ni karibu sana. Basi wewe liko mbali. Unaweza kusafiri mpaka miaka 1000 ndio ufikie jua. Jua haliko mbinguni. Ingekuwa mbinguni nuru yake tusingeonana wote tungekuwa vipofu. Bwana nisaidie. Asa ghafla ilimwangaza nuru kutoka mbinguni. Na ghafla hiyo iliangaza saa 6 mchana. Pale jua linapokuwa kali mara utosi. Ikawaka nuru kutoka mbinguni. Nadhani moyo wako ikiwa umeangazwa na Roho Mtakatifu, ikiwa umemulikwa, ikiwa umewekwa wazi moyo wako mbele za Mungu na wanadamu, utakuwa hivyo ulivyo. Huwezi kwa hivyo. Moyo wako ukiwa umejua nuru ya mbinguni, nuru ya Mungu, utakuwa kitu kingine. Sikiliza, alipata nuru ya mbinguni. Sikiliza, kwa sababu nikikwambia utasema chungaji leo umesema Mungu kwa nini? Kwa sababu si wale tumeokoka tuna nuru. Sikiliza, mimi wale wana nuru. Sikaona nuru. Ghafla. Unaona maana nuru ya Mungu inakuwa ghafla. Nuru ya Mungu inaangaza ghafla. Akasema ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini. Akasikia sauti ikimwambia, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Akapata akili sasa hata kuzungumza mwenyewe. Sio kama kuchukua mbili hiyo barua apeleke kule. Alipokwenda alikuwa kama kamanda fulani na wapambe huku na huku wanamsaidia ili aende wapi? Aende kamanda wa Kristo. Alipangazwa na nuru, haikupiga alipoelezwa alipoajagusa. Kamwangalia. Nuru ikaangaza, akasema, unani wewe Bwana? Unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wasimama kimya, wakisikia sauti wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta hadi mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hai wala hai. Yamekuta mambo matatu. 1, haoni. 2, hai wala hai. Bwana asifiwe. Nuru ya Bwana Yesu ilikuangaza. Macho yako ya damu na nyama hayataona. Yatakayoona ni macho gani? Macho ya roho. Nuru ikikuangaza, chakula hiki unachokula utaona kwamba huwezi kufunga, hutakitamani. Bali unatamani chakula cha roho ambacho ni neno la Mungu. Sauti ya nuru ya Mungu ikikuangaza, utakuwa ndio kiu ya kunywa ovyo, mara upate soda, mara upate juisi, mara upate maji kutoka asubuhi mpaka kunywa. Utasikia kiu hiyo, maana Bwana Yesu anasema, mimi ndimi maji ya ulio hai. Maana atasimama na wewe, yule mwanamke wa Samaria atasimama na wewe, na mtungi kauacha pale kisimani. Alipokuja kuchota maji, jana kiu yake ya maji haikuona kwamba ina maana. Alipewa maji ya rohoni, alipokuja kuyatendea wale kule yale maji, mamlaka yake akawa nini? Watu wengi wakamgeukia Kristo, wakamwambia kaa wetu. Mbona hivi? Kitu gani hiki? Mstari wa 17 mpaka 22 anasema hivi, Anania akaenda zake. Huyu mtu wapi hapo mahali fulani? Hali wala hauni. Sasa Mungu anasema na mtu fulani huko alaelewi. Alikuwa katika watu waliopangwa kukamatwa ili wapelekwe Yerusalemu waende washtakiwa ubaya. Huyo Anania
kaenda kukimbilia naye. Sasa Anania akaingia mle nyumbani kwa ufupi, kwa sababu ndio ndio Anania. Akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono, akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioingia, upate kuona tena. Bwana asifiwe. Haoni hali wala hali, upate kuona tena, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu, ambayo ni kama vile wewe vijana kiwa haki hawatashikishwa. Msilewe kwa vino, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Ukipenda kunywa, yuko Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama maganda, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Bwana asifiwe. Mbona huoni magamba? Mbona hayatoki kwenye macho? Mbona una nguvu? Mbona usimami? Unajua aliyekutokea? Bwana asifiwe. Aliyekutokea hujamjua wewe. Huyo aliyekutokea akakwambia, badilika, geuka, usiwe kama yule. Hujamwona, hujamfahamu wewe. Mbona hutaki kula chakula cha uzima? Neno la Mungu mbona unalo? Hutaki kujua Mungu na maneno yake? Inakuwaje? Mbona huyo hodari ya kung'ang'ania haki yako? Anasema hivi, anasema kwamba akasema akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadhaa pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Bwana asifiwe. Maneno hayo ni mengi. Ninawaambia kwamba baada ya hapa itabidi tuombe. Kwa nini? Kwa sababu tuko katika maombi. Nafundishwa maneno ya Mungu, nasikia sana. Kama mvivu kusikia maneno ya Mungu, basi ukawa mvivu hata na kuomba, ukawa na mvivu hata kula chakula cha uzima, ukawa mvivu. Sasa haya mambo yanaweza kutengeneza hasara kwako wewe na kwa wengine. Na hasara hiyo usitaki kuipata wala usitamani. Kwani kwa sababu Paulo anasimama, asema mimi nilikuwa mtu fulani mbaya sana. Akajieleza mahali pengi Paulo. Asema nilikuwa nilitesa kanisa. Mimi nilikuwa mtu mbaya sana, msinione hivi. Katika ufarisayo mimi kwa na wafarisayo kutoka katika kabila ya Benjamin. Usione hivi. Wa Benjamin hawa mnaoona leo kwa Israeli. Tunamwona yule kijana yule mtu mzima, mzee miaka 77 78 yule. Netanyahu yule ukoo wa Paulo. Hapana mchezo, watu wanasimama. Tende hakuna kulu. Bwana asifiwe. Anasema nilitaabisha kanisa. Nuru ilipozuka nuru, mimi nikajikuta mimi lazima nibadilike. Akatoa upofu, lakini mara ile vipi basi nilipodoroka katika macho yake, akasimama, akabatizwa, akajazwa Roho Mtakatifu. Baada ya hapo akafanyaje? Akala, akanywa. Baada ya hapo akaanza kuhubiri Injili. Sasa alipoanza kuhubiri Injili, neno la Mungu linasema mambo mengi yametokea. Na wewe ukisoma Matendo ya Mitume utaona ni kwa namna gani Paulo alifadhaisha mataifa mpaka wakataka kumfanya kwamba yeye ni Mungu. Kwa ajili ya nini? Kwa kuwa alinyenyekea akafanya yale ambayo Mungu alimwagiza. Kwa nini? Amejitakasa, mikono ikawa safi. Ile hila na kubaya utakwenda kumwaga damu ya Wakristo akajiepusha nayo. Moyo wake haukuwa na hila tena, wala haukuwa na kinyongo, haukuwa na kiburi, haukuwa na hasira, haukuwa na tamaa mbaya. Alipobadilika, watu wengi wakamgeukia Kristo. Sasa watu wa Mungu, nataka niwaambie kwamba kusudi la Mungu ni kukutumia wewe na mimi ili watu wengi wamgeukie Kristo mahali hapa tulipo, katika eneo hili tulilopo, na kila mahali ulipo wewe, ukifanya kazi zako, biashara zako na mambo mbalimbali ambayo hayo ukiyafanya kama mtu uliyegeuka na kupanda katika mlima wa Bwana, watu wataona Mungu
kupitia katika maisha yako. Tutumie muda wa dakika 10 mpaka 15 kuomba Mungu. Asubuhi hamkuwepo wote, hiyo toba tuliomba asubuhi. Kasema kuna watu wamezoea kuomba, kuna watu wamezoea kusema, lakini wanasema midomoni, lakini mioyoni hawako na nia ya kweli. Kwamba unapoomba halafu una matokeo, uzai matunda ya pasali kutoka wewe umetubu kweli, si muungano. Jamani, kwenye dini ni wengine kama kutokea kwenye dini, sisi tutokea kwenye dini ambayo dhambi haitudii, isipokuwa inawekwa wazi. Bwana sifiwe. Unaungama dhambi, sio kama unatubu dhambi. Kutubu dhambi ni kitu kimoja, kuungama dhambi ni kitu kingine. Sasa wewe haya sasa, leo usirudie kwa watu walioiba. Yaani wewe unabaki wewe kaja ukanyora hapo kwa moyo. Leti kwa watu usirudie. Waeleza vitatu kidogo wamejisahau au kuonekana umekuiba mbuzi. Sasa hivi tena maana Kaini alitabia akikwenda amekusamea watu wakula kuku, anakwenda kupeleka zizi la mbuzi ili ukamate na mbuzi. Baada ya mbuzi usije watu kuzuru mimi mwana nimepata fikira hata mwenyewe mimi naiba kuchukua sana hayo usipata kupeleka katika zizi la ng'ombe. Hii maana yake ni hiyo, kwa maana matatizo na shida inakuta kwa sababu tu ambazo hazina msingi. Tumwambie Mungu hivi, haya yote Mungu tumesikia, na sisi tunahitaji msaada wako. Bwana asifiwe. Kwa Bwana Yesu haya nimesikia, Bwana nimesikia, na mimi naogopa, nahitaji msaada wako. Yesu nisaidie. Inawezekana sijitambui mimi, maana kama sijitambui nani atakayenisaidia kujitambua? Kuna mtu atakusaidia, atakayekusaidia hiyo neno unaosikia sasa hivi kujitambua. Ukishakujitambua hiyo utambua haki yako. Kwa hiyo baada ya kujitambua ushike. Maana nini? Haki imepatikana kwa imani, wamepata watakatifu kama wewe mara hii mara moja. Ukishakuipoteza yenyewe uhai. Kwa nini? Kwa sababu shetani na anaitaka akishakunyang'anya basi anakutolewa kusikojulikana, na hiyo haki atapewa mtu mwingine. Aliponyang'anywa Adamu ile haki pale msalabani Edeni, akaisha huko mpaka vizazi baadaye ndio kuonekana kupitia Bwana Yesu, ikawa tuko namna hiyo. So neema hiyo na wewe uinganie. Bwana asifiwe. Haya, tutakwenda mbele za Mungu kwa maombi ya toba. Tusimame. Tutakwenda mbele za Mungu kwa maombi ya toba. Mwambie Bwana Yesu, ninatubu mbele zako. Na ninatubu kwa sababu moyo wangu uko wazi na unajua mimi nina shida. Halo. Fanya kitu kimoja. Nasikia. Ulimwengu wote wako panuruni, halafu moja na jumla moja tu, halafu tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, hakika hivyo ndivyo utakavyokuta ulimwengu wote. Wewe utakuwa mchungaji mmoja tu, mchungaji mwema uliotoa uhai wako kwa ajili ya kondoo, na kondoo wako ndio sisi ambao Baba Mungu umetukusanya katika kundi hili, sababu unatulisha na kutunywesha kwa maneno yako, kwa baraka zako, kwa ulinzi wako na uaminifu wako. Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa ajili ya siku njema leo. Imekuwa ni siku ya pekee kabisa, ni siku ya baraka za ajabu ambazo umetukirimia watumwa wako. Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, Baba asante kwa ajili ya hili kusanyiko, ninalikabidhi mikononi mwako Baba. Ninawaombea baraka, ninawaombea amani,
ninawaombea ulinzi, ninawaombea furaha, ninawaombea mafanikio, ninawaombea Bwana, Mungu, furaha ipitayo akili zote, amani ipitayo akili zote, hifadhi mioyo yao. Tazama Baba, tunaendelea kupatana kuja kwako Mungu, tukiuliza majibu kutoka kwako kwa habari ya kazi yako mahali hapa, kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya mipango yote mizuri uliokusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba, ninaamini huo wakati ni wakati mkamilifu na mtimilifu wa kuyadhihirisha hayo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tazama Baba, baada ya mambo yote tunakwenda kutawanyika. Tunakushukuru wewe Mungu, maana wewe Bwana utatawanyika nasi. Naomba Bwana kwa wale watu wenzetu ambao wamekuwa katika hali ya udhaifu, waguse kule waliko, wapokee uponyaji. Asante kwa hizi huduma zilizoko hapa kanisani, huduma ya watoto na walimu wao, huduma ya vijana na viongozi wao, huduma ya wanawake watumishi wa kanisa na viongozi wao, huduma ya waimbaji na viongozi wao, mashemasi, wazee wa kanisa, nami mtumwa wako. Baba yangu na Mungu wangu, ninakusihi Bwana, tuongoze katika mambo yote, tukuone wewe Bwana katika wiki hili linaloanzia siku ya leo. Tuongoze Mfalme, tunatamani kukuona wewe Bwana kila tunapoingia na kutoka, ili Mungu nidhihirishe kwetu kwa wema na uaminifu wako. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo ninawaombea wanafunzi, ninawaombea wafanyakazi, wafanya biashara, ninaombea watumishi wako wengi Baba, watatawanyika hapa, watakwenda huko na huko. Walinde barabarani, walinde njiani, walinde nyumbani, walinde wanapochanganyika na jamii mbalimbali. Mungu wakuone wewe Bwana, wawe nuru na baraka huko, ili Bwana Mungu wangu na Mwokozi wangu wanapoingia mahali hapa iwe ushuhuda kwamba Bwana uko pamoja na siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba, tuseme amen. Haleluya.